Kumbe wananchi Yanga bado hawajamaliza. Ndio, kwa taarifa yao walioitoa kwa umma kupitia kwa mkuu wa idara yao ya habari na mawasiliano Ali Kamwe ni kwamba wako mbioni kumtangaza mchezaji mwingine ambaye ana sifa za kuwa X factor player, kwa maana kwamba mchezaji mwenye kuwa cha ziada, ambapo wakati timu inapocheza kimifumo inakuwa imeshikwa na wapinzani, kukosa fursa za kuleta matokeo ambayo timu inahitaji, basi mchezaji mwenye sifa hii ya kuwa na cha ziada, X factor player, huweza kuipa timu mafanikio kwa kupata matokeo yanayohitaji, kama ni ushindi, kama ni sare, kupitia kwa kipaji binafsi, uwezo wa kupiga mashuti, kupiga chenga na talanta yoyote ile ambayo mchezaji anaweza kuwa nayo kwa ajili ya kuipa timu mafanikio pale ambapo mfumo wa timu unakuwa umefeli dhidi ya wapinzani. Sasa katika wachezaji hao kuna tetesi zinahusisha wachezaji kadhaa, lakini mmoja wapo anayetajwa ni Stephane Aziz Ki, kwamba Alan Okello, mchezaji alifanya vizuri sana, aliyetoa Yanga wakati wa dirisha dogo la usajili, yuko mbioni kuuzwa katika klabu ya FAR Rabat ya kule nchini Morocco, ambaye hivi sasa anafundishwa na kocha Pedro Gonçalves, Mreno ambaye ni hivi karibuni tu alimalizana na Yanga. Kuondoka kwake kumetoa fursa kwa ujio wa kocha Mangoba Mngiti ambaye hivi sasa ndiye anayeongoza Yanga kwa msimu wa 2026 2027. Sasa hapo Stephane Aziz Ki ndiye haswa anayetajwa, ndiye atakayetambulishwa kama tetesi zinavyoeleza. Basi Yanga licha ya kunufaika na uwezo mkubwa wa Stephane Aziz Ki ambao ameshauthibitisha wakati akitumikia Yanga kabla ya kwenda Wydad, na hivi sasa yungali katika klabu ya Al Ittihad ya kule nchini Libya, lakini Yanga chini ya kocha Mangoba Mngiti watakuwa wamepata rasilimali watu nyingine katika eneo la kuchezea yenye uzoefu wa michuano ya kimataifa, na kwa sababu hiyo wanajiongezea nasibu ya kufanya vizuri kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika ambayo kwa msimu huu mpya wa 2026 2027 lengo la Yanga ni walau kufika hatua ya robo finali kwa mujibu wa rais wao Engineer Hersi Said. Iko hivi, Stephane Aziz Ki akiwa na Yanga alifika hatua ya robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika msimu wa 2023 2024. Sote tunakumbuka vizuri. Yanga walifanya vizuri sana katika hatua ya makundi. Kwenye robo finali walicheza dhidi ya Mamelodi. Mechi ya kwanza jijini Dar es Salaam kwenye uwanja wa Mkapa iliisha kwa suluhu. Mechi ya marudiano kwenye uwanja wa Loftus kule Pretoria nchini Afrika Kusini iliisha kwa suluhu nyingine, katika mechi ambayo Stephane Aziz Ki aling'ara sana. Alifunga bao katika dakika ya 58 kuelekea 59 kwa kupiga shuti lilogonga besela, mpira ukadundia ndani, lakini mwamuzi Dahane Beida wa Mauritania hakuipa fursa hiyo ya Yanga kupata bao walilostahili, wala wasaidizi wake katika chumba cha VAR hawakuweza kumsaidia kwa kumkumbusha kwamba mpira ulivuka lango, ingawa tunafahamu VAR huwa haitumiki kwenye kutafsiri juu ya mpira kuvuka mstari wa lango ama mstari wowote ndani ya uwanja, kwa sababu hapo ni teknolojia ya goli ndio hutumika, goal line technology. Sasa Stephane Aziz Ki uzoefu ligi ya mabingwa ndio huo, lakini sio hapo tu, ameshashiriki michuano ya kombe la shirikisho ambayo Yanga alikwenda mpaka finali msimu wa 2022-2023. Stephane Aziz Ki alikuwa miongoni mwa waliowezesha Yanga kufika finali, na hasa bao lake dhidi ya Club Africain inakumbuka vizuri kwenye uwanja wa Rades kule nchini Tunisia kwenye mechi ya playoff kuania kufuzu hatua ya makundi kombe la shirikisho msimu huo 2022-2023. Stephane Aziz Ki ndiye aliyefunga bao lililoipeleka Yanga katika hatua ya makundi, wakishinda kule Tunisia bao 1-0 akipokea pasi kutoka kwa Salum Abubakari Shwaboy. Lakini si hayo tu, hivi karibuni Stephane Aziz Ki akiwa na Wydad Casablanca alipata nafasi ya kushiriki michuano ya klabu ya dunia ya FIFA kule nchini Marekani. Ndio, msimu wa mwaka 2025 alikuwa na Wydad Casablanca kwenye michuano hii ya kombe la dunia la klabu la FIFA, ambako alicheza mechi 2 dakika 22, akazidi kuongeza uzoefu wa mechi za klabu za kimataifa. Na ikumbukwe Stephane Aziz Ki ni miongoni mwa nyota wa kutumainiwa anapokuwa kwenye kiwango chake katika timu ya taifa ya Burkina Faso, ambako pia ameshapata uzoefu mara kadhaa, ikiwamo michuano ya AFCON finali zake, lakini pia kushiriki michuano ya kuania kufuzu kombe la dunia, ambako ndani ya Burkina Faso kuna wachezaji wengi wanaong'ara katika maeneo mbalimbali nje ya Afrika, wakiwemo akina Blati Toure na wengineo. Kwa hiyo Stephane Aziz Ki atakuwa ameongeza nguvu hasa juu ya uzoefu. Ikumbukwe Yanga pia wanayepita Shalulile ana uzoefu wa kutosha akiwa na Mamelodi Sundowns msimu tu uliomalizika 2025-26. Peter Shalulile alitoa ubingwa ligi ya mabingwa barani Afrika akiwa na Mamelodi Sundowns, lakini ni Peter Shalulile ambaye
ashashiriki robo fainali 2 akiwa na Mamelodi za ligi ya mabingwa barani Afrika, nusu fainali 2 za ligi ya mabingwa barani Afrika akiwa na Mamelodi, fainali 1 za ligi ya mabingwa barani Afrika akiwa na Mamelodi, na hatimaye ametoa ubingwa ligi ya mabingwa barani Afrika akiwa na Mamelodi. Hapo kumbuka kuna michuano ya AFL, Mamelodi alitoa ubingwa, yeye akiwa mmoja wapo. Ana uzoefu wa kutosha Peter Shalulile. Lakini wana Albert Kangwanda, yeye mchezaji kimataifa kutoka Zambia, MVP wa ligi kuu ya Zambia msimu uliomalizika 2025-26, naye ana uwezo mkubwa, ana uzoefu mkubwa. Alishashiriki ligi kuu ya Moldova, lakini vile vile kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika msimu wa 2023-24 akiwa na Al Hilal Omdurman alishiriki katika ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi akicheza mechi 3. Albert Kangwanda MVP ligi kuu ya Zambia, ana uzoefu kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini hapo hujamtaja Bakari Ndoma Mnyeto, Ibra Baka, Jigi Diara, Kwasi Atula yao, wote wana uzoefu mkubwa wa michuano ya klabu ya CAF kwa maana ligi ya mabingwa barani Afrika, na pia kuna kombe la shirikisho barani Afrika CAF, ambako wakati Yanga wakifanya vizuri wao walikuwa ni sehemu ya orodha, ipo ya kutosha. Lakini wananyongeza sasa huyu Sheikh Ibrahima Toure ambaye ametoa Yanga kutoka Championship, ligi ya Championship ya Saudi Arabia. Ana uzoefu wa kutosha, ni raia wa Ufaransa mwenye asili ya Senegal, lakini na Hussein Zakwan amekuwa akitumika vya kutosha katika timu ya taifa ya Komoro. Yeye ni mzaliwa wa Ufaransa lakini ni raia wa Komoro, amekuwa na uzoefu mkubwa na anatoka Championship katika ligi ya Championship ya kule Saudi Arabia. Sasa kwa mjumuiko wao ukichanganya na wengine waliopo kina Maxim Pia Nzengeli wenye uzoefu wa kutosha, Mudathi Yahya Abbas, maana yake Yanga pamoja na Zuki Abuya wanajiongezea uzoefu katika michuano ya kimataifa kwenye kikosi chao, wakiungana na kocha Mangoba Mngiti ambaye ana uzoefu wa kutosha. Safari za Mamelodi mbalimbali kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, Mangoba Mngiti ni sehemu ya wale walioshiriki ikiwamo kutoa ubingwa ligi ya mabingwa barani. Sheikh Ibrahima Toure ambaye ametoa Yanga kutoka Championship, ligi ya Championship ya Saudi Arabia, ana uzoefu wa kutosha, ni raia wa Ufaransa mwenye asili ya Senegal, lakini na Hussein Zakwan amekuwa akitumika vya kutosha katika timu ya taifa ya Komoro. Yeye ni mzaliwa wa Ufaransa lakini ni raia wa Komoro, amekuwa na uzoefu mkubwa na anatoka Championship katika ligi ya Championship ya kule Saudi Arabia. Sasa kwa mjumuiko wao ukichanganya na wengine waliopo kina Maxim Pia Nzengeli wenye uzoefu wa kutosha, Mudathi Yahya Abbas, maana yake Yanga pamoja na Zuki Abuya wanajiongezea uzoefu katika michuano ya kimataifa kwenye kikosi chao, wakiungana na kocha Mangoba Mngiti ambaye ana uzoefu wa kutosha. Safari za Mamelodi mbalimbali kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, Mangoba Mngiti ni sehemu ya wale walioshiriki ikiwamo kutoa ubingwa ligi ya mabingwa barani